Kufanya uzuri Uislamu wako si maana kwamba wewe hutoteleza kufanya madhambi, la, lakini wajibidisha kadri ya uwezo wako kwa katika barabara ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wajibidisha kadri ya uwezo wako kuepukana na yale ambayo kwamba Allah ameyakataza, na lau wateleza kama mwanadamu kufanya yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza, basi pale pale wafanya istighfari, pale pale wataka msamaha kwa Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum biihsanin ila yawmiddin, amma ba'du. Wapenzi watazamaji na wapenzi wasikilizaji, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kiongozi wa umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tukiwa katika silsila ya kukumbushana maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam, maneno ambayo kwamba yatasaidia nyoyo zetu kurejea na kulainika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, maneno ambayo kwamba yatatusaidia katika maisha yetu haya mafupi ya duniani na maisha marefu ambayo kwamba hayana mwisho kesho akhira. Leo katika hali ya kupekua na kuangalia, nikaona tuzungumzie jambo moja au tuangalie hadithi moja, hadithi ambayo kwamba yatupatia bishara, hadithi ambayo kwamba tupatia maneno mazuri, hadithi ambayo kwamba yatuonesha neema ya Uislamu, hadithi ambayo kwamba baada ya kuisikia utafurahika, utajivunia kwa nini umekuwa Muislamu, hadithi ambayo kwamba ukisikia utaenda kuona vipi Allah subhanahu wa ta'ala ana mahaba juu yetu, vipi Allah subhanahu wa ta'ala lengo lake si kutuadhibu, lengo lake ni sisi katika hii dunia na kesho akhira tuwe chini ya rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Ni hadithi ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja kutueleza uzuri wa Uislamu na neema ya Uislamu. Hadithi yenyewe kichwa chake kinasema jazau man ahsana islamuhu, jazau man ahsana islamuhu, malipo ya mtu ambaye kwamba Uislamu wake utakuwa mzuri. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka Abi Hurairah radhi Mwenyezi Mungu zimshikie, qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani zimshikie, idha ahsana ahadukum islamahu, atakapofanya uzuri mmoja wenu Uislamu wake, yani Uislamu wake kwa mzuri, basi ana hili ambalo kwamba atalipata gani? Fakullu hasanatin ya'maluha, basi kila jema ambalo kwamba atalifanya, bi'ashri amthaliha, atalipwa 10 mfano wake, na si hapo tu, ila 700 dhifin, mpaka nyongeza 700. Wa kullu sayyi'atin, na kila baya ambalo kwamba atalifanya huyo mtu akapitikiwa kibinadamu, shetani akamghuri, basi wa kullu sayyi'atin, na kila baya ambayo kwamba atalifanya, wa kullu sayyi'atin ya'maluha, na kila baya ambayo kwamba atalifanya, tuktabu lahu bimithli, atalipwa lile baya moja, hatta yalqa Allah azza wa jalla, hali itakuwa hivi mpaka atakapoenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia hadithi hii kwanza, ina vitu vitatu. Kitu cha kwanza ni mtu kufanya uzuri Uislamu wake. Kitu cha pili ni kwamba Uislamu wako ukiufanya uzuri, tutakuja kueleza nini maana ya kufanya Uislamu, yani Uislamu wako kuwa mzuri ni nini maana yake. Ni kwamba Uislamu wako unapokuwa mzuri, basi jema lolote ambalo kwamba utalifanya, tutakujaeleza jema maana yake nini. Basi jema lolote ukilifanya walipwa 10, na haikomei hapo, waongezewa mpaka nyongeza 700, ila adhaafin kathira, mpaka nyongeza nyingi, yani thawabu Allah atakuongezea mpaka pale Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe atakapotaka. Na katika kila baya, wa kullu sayyi'atin ya'maluha, na kila baya atakapolifanya huyu Muislamu ambao kama Uislamu wake ni mzuri,
akateleza kibinadamu. Sisi ni binadamu, tumeumbwa kukosea. Shetani amekughuri ukafanya dhambi, basi utakapolifanya, wa kullu sayyi'atin ya'maluha, na kila baya ambalo kwamba atalifanya, tuktabu lahu bimithliha, atalipwa moja kwa lile dhambi alilofanya, hatta yalqa Allah azza wa jalla, mpaka atakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Nini maana ya mtu kufanya uzuri Uislamu wake? Wanasema ulama, ahsana islamahu maanahu, maana yake mtu kufanya uzuri Uislamu wake, khallasahu wa naqahu min al-adrani wash-shawaib. Nini maana Uislamu kuwa mzuri? Ni mtu kuusafisha Uislamu wake, kuutakasa Uislamu wake, kuepusha Uislamu wake na machafu na mabaya ambayo kwamba hamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala. Maana ya kufanya uzuri Uislamu wako ni wewe kadiri ya uwezo wako ukae mbali na mambo ambayo kwamba si mazuri, ukae mbali na mambo ambayo kwamba hamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala, ukae mbali na mambo ambayo kwamba yatatia dosari dini yako na heshima yako na utu wako. Hii ndo maana ya kufanya uzuri Uislamu wako. Kwa hivyo Uislamu wako ukiwa aina hiyo, kadiri uwezo wako wewe waepukana na yale ambayo kwamba yamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, kadiri uwezo wako waepukana na yale ambayo kwamba Uislamu haupendi hayo mambo, basi malipo yake ni haya, fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi'ashri amthaliha, kila jema atakalolifanya atalipwa 10 mfano wake, ila 700 dhifin, mpaka nyongeza 700. Fa kullu hasanatin, kila jema. Nini maana ya jema? Jema kisheria, kimtizamo wa Kiislamu nini? Wanasema ulama, alhasanatu, wema ama jema, kullu fi'lin jamili, ni kila kitendo kizuri, yuwafiqu shar'a, kinawafikiana na sheria ya Kiislamu, wal urfa, na urf, mila, desturi. Kwa hivyo jema nini katika sheria au jema nini katika Uislamu? Ni kila kitendo kizuri, na hicho kitendo kisiwe kizuri tu, bali kiwe ni kizuri na chaafikiana na Al-Qur'anul Karim, chaafikiana na hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, chaafikiana na aqwali za ulama, chaafikiana na ijma', chaafikiana na qiyas. Sawa? Kwa hivyo fa kullu hasanatin, alhasanatu kullu fi'lin jamilin, ni kila kitendo kizuri, yuwafiqu shar'a, chaafikiana na sheria, wal urfa, na urf, ada. Kwa sababu kuna mambo ni mazuri yaafikiana na ada. Kwa nini? Kwa sababu al-adatu muhakkama, ada sengine katika dini ya kubaliwa, ma lam yukhalifu shar'a, maadamu ile mila na desturi haija khalifu Qur'ani na sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kuna ada ambazo kwamba za kubalika kidini. Sharti ya ada kukubalika katika dini iwe ni ada, ni desturi, ni tamaduni ambayo kwamba haipingani na dini au sheria ya Kiislamu. Kwa hivyo jambo zuri laweza kuwa ni zuri kisheria, laweza kuwa ni zuri kitamaduni na kiurfu, lakini sharti ya hilo jambo pia kuwa zuri kitamaduni na kiurfu, kimila na desturi, lazima ile mila na desturi iafikiane na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo mtu Uislamu wake atakapofanya uzuri, basi fa kullu hasanatin, kila jambo jema, kila jambo zuri. Yani jambo ambalo kwamba laafikiana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, yaafikiana na Al-Qur'anul Karim, yaafikiana na mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, bas na linafikiana vile vile na mila na desturi na tamaduni ambayo kwamba haikhalifu dini. Wa kullu sayyi'atin, na kila baya. Maana sayyi'a, nini baya? Yani hili jambo ni baya, hili jambo ni makosa, hili jambo halifai. Nini maana yake? Jambo baya maana yake nini kisheria? Wanasema fi'lu ayi shay'in qabihin, ni kufanya kitu chochote ambacho kwamba ni kibaya, yukhalifu shara, cha khalifiana sheria. Kitu utakijuaje ni kibaya? Endapo itakhalifu sheria ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, itakhalifu Al-Qur'anul Karim, itakhalifu mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hicho kitu tutasema kwamba ni kibaya, hakifai kufanywa. Kwa hivyo sayyi'atin, baya maana yake nini? Fi'lu ayi shay'in, ni kufanya kitu chochote kabihin, kibaya, yukhalifu shar'an, cha khalifiana na sheria, wal urfa, na urfu au tamaduni au mengine ambayo kwamba katika baadhi
ya jamii. Kwa hivyo lolote ambalo kwamba la khalifu sheria, la khalifu al-urfu, tamaduni na mila na desturi, basi hilo linaitwa ni jambo baya. Kwa hivyo hadithi kama tulivyoeleza mwanzo ni hadithi ambayo kwamba yatupatia moyo, ni hadithi ambayo kwamba yatuonesha fadhila za Allah juu yetu, ni hadithi ambayo kwamba tuonesha mahaba ya Mwenyezi Mungu juu yetu. Kwa hivyo ni jukumu letu mimi na wewe kufanya uzuri Uislamu wetu ili tupate malipo ambayo kwamba haya tuliyoeleza aliyoyaweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu yetu. Ni faida gani twazipata katika hadithi kama hii? Faida ya kwanza ni hathul muslimi ala tahsini islamihi, ni kumuhimiza Muislamu afanye uzuri Uislamu wake. Hadithi imeanza idha ahsana ahadukum islamahu, atakapofanya uzuri mmoja wenu Uislamu wake. Ikinachofuatia, jema akifanya atapata thawabu 10 mpaka 700 mpaka nyongeza nyingi. Baya akilifanya ataandikwa hilo moja. Kwa hivyo sharti ya mtu kulipa mema 10 mpaka 700 na sharti ya mtu kulipa dhambi moja kwa moja ni Uislamu wake uwe mzuri. Kwa hivyo faida ya kwanza katika hii hadithi ni kwamba yamuhimiza kila Muislamu azidi ama fanye bidii kufanya uzuri Uislamu wake, na Allah tujalie tuzidi kufanya uzuri Uislamu wetu ili tupate haya ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelezea. Faida ya pili ni kwamba anna alhasanat tudha'af, kwamba mema huongezwa. Qala ta'ala, Allah sema man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha, yoyote ambaye kwamba atakuja na jema moja tu basi Allah subhanahu wa ta'ala sema tamlipa 10 mfano wake. Kwa hivyo hii hadithi pia tuonesha faida, miongoni mwa faida zake ni kwamba anna alhasanati tudha'af, kwamba mema hufanyiwa nyongeza, mema huongezewa thawabu. Faida ya tatu ni kwamba anna mudha'afata alhasanat, kwamba kule kuongezewa mema, ukafanya jema moja ukapata thawabu 10 mpaka 700 mpaka nyongeza nyingi, mashrutatun, kumeshartishwa, kumefungamanishwa bi an yuhsina almar'u islamahu, ni mpaka mtu aufanye uzuri Uislamu wake. Kufanya uzuri Uislamu wako si maana kwamba wewe hutoteleza kufanya madhambi, la, lakini wajibidisha kadri uwezo wako kwa katika barabara ya Allah subhanahu wa ta'ala, wajibidisha kadri uwezo wako kuepukana na yale ambayo kwamba Allah ameyakataza, na lau wateleza kama mwanadamu kufanya yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza, basi pale pale wafanya istighfari, pale pale wataka msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio maana ya kufanya uzuri Uislamu wako. Kwa hivyo anna mudha'afata alhasanat, faida ya tatu ipata kwamba kufanywa nyongeza katika mema, mashrutatun, kumeshartishwa au kumefungamanishwa bi an yuhsina almar'u islamahu, kwa mtu aufanye uzuri Uislamu wake ndio apate malipo hayo. Faida ya mwisho na ya nne, anna sayiat la tudha'af, kwamba faida ambayo kwamba tuipata katika hadithi kama hii, hadithi ambayo kwamba ni mzuri, yatupatia bishara, yatupatia furaha, ni kwamba kaa ukijua Muislamu anna sayiat, kwamba mabaya la tudha'af, hayaongezwi. Ukifanya baya moja walipa dhambi moja, tofauti na mema, kuonesha fadla na rehma na mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu. Qala ta'ala, Allah sema wajazau sayyi'atin sayyi'atun mithluha, na malipo ya ovu ni mfano wake, yani ubaya mfano wake. Yani ukifanya dhambi moja, ukifanya ovu wapata dhambi moja, ndio maana yake. Ukifanya ovu wapata dhambi moja, kinyume na mema. Angalia vipi Allah subhanahu wa ta'ala ametupenda, na haya mahaba hayapatikani katika dini nyingine ila katika dini ya la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Kwa hivyo kumalizia, najihusia mimi mzungumzaji na wewe mtazamaji na msikilizaji hapo kwamba tujibidishe kufanya uzuri Uislamu wetu ili tusikose haya mazuri ambayo kwamba Allah ametuwekea na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja kutueleza. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie lenye kusikia mema na kuyafuata na kusikia mabaya na kuyawacha. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran lakum wa jazakumullahu khair.